Baadaye siku ya tarehe 18 jioni tulipata taarifa baada ya kuposti na kuongea kwenye mitandao ya kijamii. Tulipata taarifa kwamba kuna mwili uliokotwa siku ya Jumapili ya tarehe 15 Bereko, Kondoa. Ana jeraha kwenye kichwa, ana jeraha, amevunjika mkono wa kushoto na pia macho yake pia hayakuwa sawa. Baba yangu alichukuliwa jengo la Ngorongoro, Arusha. Mwili wake tulikuta umetupwa katikati ya pori Kondoa. Sidhani kama ni alijipeleka mwenyewe kwenda kujitupa kwenye pori lile. Ni dhahiri ameuawa kikatili sana. Nadhani polisi watakuwa waendelee na uchunguzi, watupe ushirikiano kujua ni nini kinachoendelea. Tumepokea hizi taarifa kwa kusikitika sana, kwa sababu mume wangu amezulumiwa uhai wake, amezulumiwa haki zake za msingi, kwa sababu tu hata kama ni kosa, hata kama alikuwa anakosa, angeweza kufikishwa kwenye ngazi za sheria akapata ambacho kinamstahili, lakini leo ameuawa kikatili sana, wamemdhulumu uhai wake. Kwa kweli sisi hatuna cha kusema zaidi ya kuomba serikali itusaidie Mama Samia, kwa sababu ni mama mwenye huruma. Najua lazima utafuatilia hili jambo. Tunaomba msaada kwa kweli, kwa sababu sisi hatuna cha kusema zaidi. Tarehe 12 alisema tu kwamba anaenda gym, na ni kweli alienda gym. Baada ya hapo kufika saa 3 Musa akampigia akapatikana. Kwa sasa sisi tukajua tu labda mtu ni sechaje mzima au ni vipi, kwa sababu simu nyingine ilikuwa inaita. Tukasema atakuja kupigia, lakini cha kushangaza tukaona kimya mpaka kumekucha, hajarudi, kwa sababu alikuwa hana hiyo tabia. Alikuwa ni mtu tu ana swali, ani muda wa mazoezi ukiisha anarudi nyumbani. Kwa ndo tukaanza kuona ni tofauti. Kwa ndo tukaanza kumuulizia, tukaona hili jambo bwana ni serious. Tukaenda polisi. Kesho yake tu asubuhi tukapigiwa, siku hiyo kwanza tukapigiwa simu usiku, tukaambiwa kwamba kuna mtu ameonekana huko maeneo ya Kondoa huko Bereko. Kwa hiyo ndo watoto wakatoka wakaenda wakampatilia, lakini kwa kweli wakamkuta ni yeye tayari ameshafariki. Hivyo mdogo wetu alikuwa mwanasiasa, alikuwa ni mfanyabiashara wa madini, tena ni mtu mwenye huruma na mwenye sidhani ashiriki siasa kabisa.